Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Naona unajaribu kutoroka, au sio? Nimewakosea nini kaka zangu? Na mbona mnanionea bila sababu? Tafadhali naombeni mniambie. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Pengine itakuwa niliteleza bahati mbaya. Hili ni kosa lingine tena umefanya. Unawezaje kutoroka kati sijalipwa pesa zangu? Mimi sina hatia kaka zangu. Mnajichumia dhambi za bure. Naombeni mniache tafadhali. Sikuwa na pesa zaidi ya ile milioni 1 mlioichukua kwangu. Nayo sio kwamba labda nimefanya kazi ndio nimepata. Hapana. Kuna mtu tu alinipa huko barabarani. Labda mniambie kwamba aliniwekea mtego. Funge vizuri. Asante tena upendo. Sawa. Pamela, nini kimetokea? Na umewezaje kuingia ofisini kwangu bila taarifa? Na nina kikao muda huu. Mr. Gondwe. Naam, Dr. Katunzi. Naomba nikualike kesho asubuhi. Kwa sasa tuishie hapo. Lakini nakuahidi tutamaliza. Nakushukuru Dr. Katunzi, wakati mwingine. Mwanangu, binti yangu kipenzi, nani ameuvunja moyo wako? Sema Pamela, na kuahidi nitamkata vipande mbele yako. Kaka Patiki ametekwa. Unasema? Wewe umejuaje? Mama Mboga alikuja nyumbani, nikamsikia na kuulizia, lakini mama hakutaka kumsikiliza. Ndo mimi nikatoka
aliniambia kaka Patiki ametekwa. Lakini kuna zaidi ya hapo Dad. Nyamaza binti yangu. Nyamaza mwanangu. Kuna nini zaidi? Mambo amesema kaka Patiki ametekwa. Amesema majambazi wametumwa na mama. Maya. Nilijua tu. Hebu mpigie simu mama yako, nataka kuongea naye. Maya. Patrick asiporudi nyumbani leo hii, nikute umefungasha vitu vyako vyote na iwe ni kwa heri. Pamela, hatuwezi kukaa hapa na kusubiri. Inabidi twende polisi tukatoe taarifa. Vipi, mbona tena na mabegi Abigaili? Kuna shida gani? Nimeamua kuachana na Joseph Ndunguru. Kwa sasa hivi nitakuwa hapa mpaka pale nitakapopata pesa ya chumba changu. Mimi sikatai, nataka unieleweshe vizuri kwa sababu kama kuna challenge ni bora ukanielewesha ili nijue jinsi gani tunamaliza hilo tatizo. Hebu kwanza niache nipumzike. Alafu baadaye nitakuhadithia. Lakini Abigaili, si unafahamu kama wewe ni mke wa mtu. Sasa hata kama kuna changamoto, unaponiambia tunajua ni jinsi gani ya kujipanga na kuweza kutatua mambo. Hatuwezi kwenda tu hivi haraka. Sinaweza ikaja kaleta shida. Mwalimu Zawadi, mimi sio mke wa mtu. Mimi na Joseph Ndunguru tulikuwa tunaishi tu. Lakini kwa sasa ndio hivyo tena. Tumeshaachana hapa, na muomba Mungu angalau mwaka ukipinduka na mimi nipate mwanaume wangu. Na wewe si uko unatafuta mke? Huu ndio wakati wake sasa. Iba tusicheze. Ni kweli nilikuwa natafuta mke, lakini mke pia huwa na challenge zake na changamoto zake. Lazima ujue vigezo na masharti. Na nchi nzima hii hakuna mtu ambaye au mwanaume ambaye asitamani kuwa na Ebo baby. Sasa Ebo baby, Abigaili, unazidi kunichanganya. Ebo baby maana yake ni nini? Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Yaani Ebo baby ni kifupi cha Abigail. Na kuanzia leo nataka unite Ebo baby. Hiyo nimeielewa, imeisha. Sasa Ebo baby. Mimi wakati unakuja na mimi nilikuwa natoka na kwenda kukutana na mzee wa kanisa, kuna mambo kidogo nafikiri ya kujadili mimi na yeye. Kwa hiyo nakwenda na nitarudi. Nafikiri wewe unaweza ukakaa ndani tu unisubiri. Mimi na imani Mama Debora akikuita kuna jambo. Wewe nenda kamsikilize, lakini najua tu hawezi kukuita hivi. Na tuombe yawe tu mambo mazuri na imani hakuna shida yoyote. Usijali. Barikiwa. Amina. Amina, mtumishi wa Mungu. Tota hili. Nilikwambia huwezi kushindana na mimi hata siku moja. Lakini ukutaka kunisikiliza. Sasa leo kiko wapi? Najua kila kitu. Sifikiri mimi sijui. Najua kama mume wangu amekumilikisha wewe kila kitu. Lakini mwanangu Pamela hakuandikishwa hata kijiko. Sina raha na mume wangu kisa wewe. Hebu mtoe hilo tairi hapa. Gido.
Toe tairi. Changamka bwana. Wefara, amka. Wewe ni nani? Na unataka nini kwangu mama? Ha? Nyinyi mmemvutisha bangi huyu? Yaani Patrick, leo hii wewe unijui mimi? Makubwa. Mimi sijui nilichofanya, na wala sijui wewe ni nani, wala huyo mume wako unasema amenirifisha mali simfahamu. Naomba mniache niende, naomba mniache niende. Mimi sina hatia. Nimekulea mwenyewe wakati mimi sio mama yako mzazi, lakini yote umeona kama vile ni upumbavu tu. Umekuja kuchukua furaha yangu. Hivi unajua mimi nimehangaika kiasi gani, nimetumia nguvu kiasi gani mpaka nimekuwa mke wa Dr. Katunzi? Leo unakuja kunipora furaha yangu, unaninyang'anya tonge mdomoni. We Patrick, siwezi kukubali. Mama, mimi sio Patrick. Naomba ujaribu kunielewa. Mmenikamata, mnaninyanyasa, mnaniondolea utu na heshima yangu bila sababu zozote za msingi. Mbaya zaidi, na kahela kangu mmechukua, na bado mnaendelea kunishikilia na kuninyanyasa kiasi hiki. Hii maana yake nini? Nimeshasema mimi sio Patrick. Mimi sio Patrick, wala simjui mtu huyo. Hivi hamuoni kama vile mnaninyanyasa bila sababu? Nataka mjue jambo hili. Huyu Patrick mnayemsema mimi simfahamu. Mimi ni mhubiri injili huko mtaani. Tafadhali, niacheni niondoke. Hey, Patrick, I know you very well. Ninakujua vizuri sana. Nimekulea tangia una siku 2 mpaka hapo ulipofikia. Leo ukiniambia sio wewe, mimi sikuelewi. Najua una wenge kwa sababu unajua leo lazima utauawa. Yes. Ni kweli leo lazima utauawa. Kipanga. Yes, boss. Nataka giza likiingia, huyu kijana awe ameuawa. Tena auawe kwa maumivu makali sana, ili mimi niweze kufidia maumivu yaliyokuwa ndani ya moyo wangu. Umenisikia wewe? Hawezi kunikosesha raha maisha huyu mjinga. Na siwezi kuwa na amani kama huyu ataendelea kuishi. Namwangalia nani pumbavu mkubwa wewe. Mama, mimi sio Patrick. Mimi sio Patrick, mama unanionea. Tulia! Paka wewe. Na usiku wa leo chinja heshima yako kama jogoo wa sikukuu. Karibu sana mama mboga. Asante. Pita njoo kae. Asante, nashukuru. Naomba usinifiche kitu. Ni nini kimempata kijana wangu? Tulikuwa dukani, mimi na yeye. Alienda kunionyesha duka pale. Sasa wakati tunaondoka, tumeongozana wote kufika, kuna kama kiuchochoro hivi. Tukakutana na vijana wawili wamesimama. Sisi tukawa kama tunataka kupita, wakamshika Patrick. Patrick akawauliza, jamani vipi? Wakamwambia twende. Patrick akawa anauliza twende wapi? Wamekazana tu kumshika, wakaanza kuzozana pale, lakini kwa nilivyomwangalia Patrick inaonekana kama hawajui wale watu. Wakamtolea silaha. Wamemtolea silaha. Wakaondoka naye, lakini Patrick hawajui wale watu. Sasa kama alikuwa hawafahamu, alijuaje kama wametumwa na Maya? Hata mimi hapo ndo nashangaa.
Nashangaa, lakini wakati wanamvuta anaambia kamwambie babangu. Kamwambie babangu, mamangu ndo alofanya huu mpango. Lakini hata tulivyokutana pale dukani alisema leo amezozana na mama yake. Ni kweli dad. Leo asubuhi ni kama alikuwa na mzozo. Wakati mimi nafika kaka Patrick alikuwa anatoka. Na hakuonekana kama alikuwa na wakati mzuri. Na ninahisi kuna kitu mama anakijua kuhusu hili. Kwa sababu hata mama mboga alipoleta taarifa kuhusu kutekwa kwa kaka Patrick hakushtuka na wala hakuonesha kujali lolote. Unajua Maya amekuwa mwiba mchungu sana katika maisha yangu. Anyway, mama mboga, naomba unisaidie jambo moja kama hautajali mamangu. Sawa, mimi niko tayari kabisa kwa ajili ya Patrick. Niko tayari kwa chochote. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Vizuri, nashukuru sana. Maelezo yako polisi wanahitaji sana, hivyo naomba tuongozane pamoja ili pengine ukawaeleze kila kitu. Mimi naamini ukisema wewe, uchunguzi unaweza usiwe muda mrefu sana. Sawa, hata sasa hivi twendeni. Twende tu hata sasa hivi. Pamela. Yes daddy. Mimi nafikiri tungekwenda wote mwanangu. Sawa. Mwalimu Zawadi, nimekuita tuongee kitu kimoja. Ndio mama. Neno la Mungu linatuita sisi ni chumvi ya dunia. Lakini kuna mahali linaelezea chumvi ikiharibika utaiweka nini ili ikolee. Chumvi kisha haribika inakuwa haina ladha. Na chumvi kisha haribika inamaanisha kwamba Mungu alitoa ule mfano ya kwamba sisi ni watu tunaoeneza uzuri wa Injili. Lakini sisi tukiharibika tutawekwa nini ili tufae tena? Tutafanya nini ili tufae tena? Kwa nini mwalimu umeamua kuharibika na kwa kurudi nyuma? Ninajaribu kukusikia na ninajaribu kukuelewa, lakini kwa bahati mbaya sana mama, sielewi ni kitu gani hasa unajaribu kukiongelea. Kwenye swala la utumishi tunahitaji utakatifu. Ndio. Wewe utakatifu wako umeupeleka wapi? Mpaka ukajikuta umejiingiza kwenye mahusiano wakati umesimama mbele ya kanisa, wakati unasimama mbele ya kwaya, wakati unasimama mbele ya wachungaji. Wewe utakatifu uko wapi? Unatakiwa kumtumikia Mungu huku ukifanya sisi tunaokuona tukuamini na Mungu mbinguni akuamini. Ni kweli mama, unachojaribu kukisema ni kweli, lakini kila nikitafakari pahala ambapo pengine mimi kwa namna moja ama nyingine nimemwacha Mungu wangu sipaoni. Niwe mwazi, sipaoni mahala ambapo mimi nimemwacha Mungu wangu. Kiukweli bado naendelea kumtumikia Mungu wangu na ninapambana kuhakikisha kwamba naendelea kuwa bora katika utumishi wa Mungu mama. Usije ukafikiri hatujui. Lisemalo lipo na kama halipo linakuja.
Abigail ni mke wa mtu. Unajisikiaje kujeruhi moyo wa yule kijana? Yule kijana umuonee huruma kama yeye anaumia kwamba anapojua wewe unatoka na mke wake. Mama Debora, mtumishi wa Mungu, umeongea kwa uhakika ezifu kwamba ni imethibitika, lakini tu ni kuhakikishie mama yangu, nikiwa kama kijana mtiifu wa Mungu, hiyo ni sehemu ya kazi ya watesi wangu. Wanaendelea kufanya kazi ya kunichafua na kuharibu kile ambacho Mungu amenibariki nacho. Wanataka kunitenganisha na Mungu wangu. Najua wanatumia nguvu nyingi sana, lakini sijawahi hata kufikiria mama yangu. Ndio. Sikiza nikwambie Mwalimu Zawadi. Neno linasema atakaye shupaza shingo yake itavunjwa, na ikivunjika haitakuwa na dawa. Nimekuita tuongee kama mzazi na mwanaye. Nilikuwa na uwezo kuita kwenye baraza la wazee la kanisa, nikakuanika, nikaeleza kila kitu, lakini inavyoonekana moyoni mwako hautaki kutubu. Ningeweza kukuita kwenye baraza la wazee la kanisa, nikakuanika, nikakuweka wazi. Sasa shupaza shingo lako, likivunjika utanijua na nitakwambia hauna dawa ya kutibu. Neno la Mungu litathibitika juu yako. Uende na amani. Mama, mimi Mama Debora nikushukuru, lakini tu nikuhakikishieni kwamba kuna kipindi binadamu inafika unaanza kuona kwamba shetani kweli huwa anakuwa na nguvu, lakini hakuna shida. Nikuombe tu kama itakupendeza unisaidie kumkumbusha Debora kwamba asiache kuja kesho kwenye mazoezi yako haya. Haya, safari njema. Haya mama, nashukuru. Mimi natoka, mtumishi wa Mungu. Nenda ndugu yangu, bora naaga mara mbili Mwalimu Zawadi. Hamna shida mama. Kijana, nadhani sasa tunaweza tukazungumza. Sisi hatuna lengo baya na wewe, na kama unavyotuona hivi, sote tunafahamu uwezo wako. Una kipawa cha pekee. Kilichotufanya tukuite tukae na wewe hapa, tunataka tubadilishe maisha yako. Tunataka tukuwezeshe, tukupe gari nzuri ya kutembelea, nyumba nzuri ya kuishi, tukufungulie nyumba ya ibada ambapo utakuwa unafanya ibada, ili kuendeleza hicho kipawa chako ulichokuwa nacho. Haina haja ya kugombana, kwa sababu kitabu cha Mwanzo sura ya 45 mstari wa 24 nasema hivi: msigombane njiani. Sasa sioni haja ya sisi kukwaruzana na wewe. Nataka tukuwezeshe. Nimekufuatilia kwa muda mrefu sana Joseph. Nikagundua una kitu cha kimungu ndani yako. Tena una uwezo mkubwa sana. Shida ni kwamba una baba wa kiroho. Na nyinyi vijana mkikosa baba wa kiroho, kazi ya Mungu inaharibika. Unaniona mimi? Nilikuwa kama wewe. Lakini namshukuru Mungu aketia mahali patakatifu kwa kuniletea mtumishi wa Mungu Bishop Mpenza. Ndiye alinifanya niwepo mahali hapa mpaka sasa. Kwa hiyo nakuomba Joseph, kubali ofa yetu ili utukufu wa Mungu uonekane mbele za watu. Tafadhali. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia
kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu.